Karibu tusome Biblia. Ikiwa leo ni tarehe 13 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026, tutasoma Mwanzo sura ya 42 mpaka sura ya 43. Basi Yakobo akaona ya kuwa kuna nafaka katika Misri. Yakobo akawaambia wanawe, "Kwa nini mnatazamana?" Akasema, "Angalia, nimesikia ya kuwa kuna nafaka Misri. Shukeni huko mkatununulie chakula tupate kuishi wala tusife." Basi tunaendelea na habari za Yusufu. Jana tulijifunza kwamba Yusufu alikuwa ni mwaminifu. Leo tunajifunza kwamba uaminifu wa Yusufu ulimpa kibali. Alikuwa na kibali mbele za Mungu. Alivyokuwa mtumwa akauzwa kwa Potifa, Potifa akampa nafasi ya juu ya kuwaongoza wenzie. Haya, ametoka kule akawekwa gerezani, kule mkuu wa gereza akampa cheo Yusufu. Kwa hiyo Mungu alikuwa anamtangulia Yusufu. Unapokuwa mwaminifu unapata kibali. Kibali cha Mungu kilikuwa na Yusufu siku zote alizokuwepo. Mahali popote alipoenda, gerezani kilikuwa na yeye, utumwani kilikuwa na yeye, mpaka anakuja kuwa kiongozi mkuu kwenye nchi baada ya Farao. Yeye alikuwa kiongozi mkuu. Kwa lugha nyingine tunaweza kusema alikuwa waziri mkuu. Kutoka kuwa mtumwa mfungwa gerezani akaja kuwa waziri mkuu. Kwa sababu ya nini? Kibali cha Mungu. Mungu alimpa kibali Yusufu. Kwa hiyo siku ya leo muombe Mungu akupe kibali. Ila kumbuka, kabla ya kuomba kibali lazima uwe mwaminifu mbele zake. Lazima uwe mwaminifu. Na kutakia siku njema, tukutane tena siku ya kesho. Imani yangu imebarikiwa. Mimi sijalaaniwa. Nimebarikiwa. Nitakula vizuri. Ndoa yangu itakuwa njema. Familia yangu itakuwa njema. Maana nimebarikiwa.